Evans tuamie katika upande wa klabu ya Simba mtaa wa Msimbazi huko. Usajili upoje kwa upande wako? Labda kuna jambo vyote vya kufikia kuhusiana na usajili wa timu hii? Simba bado sijapata taarifa zao za ndani kwamba ni nani wana deal naye sasa. Kuelekea dirisha dogo, kuelekea kumaliza msimu bado. Na hii ni kwa sababu pia wana wachezaji wengi wapya kwenye timu yao na bado kuna wachezaji hawajaingia kwenye mfumo vizuri. Kwa hiyo kuna vitu vingi naamini wao wenyewe wanaendelea kuviangalia taratibu, na kipindi kama hiki pia na changamoto ilikuwa pia ni mwalimu. Kwa hiyo kuna vitu vingi naamini bado wao wanaviweka sawa. Bado wana wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo ikifika time na wenyewe wanahitaji mtu, tutakuja tutazungumza. Ila kwa sasa inawezekana, yani huenda sisi tunaona Simba ina uhitaji wa wachezaji, lakini mwalimu anaona mbona kwa wachezaji waliopo wanaweza kabisa mimi kunipa kile ambacho nakihitaji, kama kutakuwa kuna tofauti yoyote, kwa sababu mwalimu si anakuja kukaa na timu, na uzuri anapata bahati ya kwenda na timu Mapinduzi, ataiona timu huko, na wale wachache ambao hawapo wanapata nafasi ya kuwaona kwenye national team namna gani wanaweza kuoperate, namna gani ambavyo wanaweza kucheza, yeye anawezaje kuwatumia kwenye timu yake. Kwa hiyo ni swala la kusubiri tu na kuona ni nini ambacho kitatokea. Kwa sasa naamini bado wao sijapata taarifa yoyote ya usajili kwenye klabu yao. Lakini alikuwa akizungumzwa Ismail Simpara, mchezaji kutokea ni Mariam. Ismail Simpara. Alikuwa akizungumzwa sana kwamba atasajiliwa na klabu ya Simba, lakini dili lake inaonekana lina ugumu kidogo katika klabu hiyo. Mara nyingi unajua kipindi kama hiki kinakuwa pia ni kipindi kizuri kwa mameneja. Unajua wengine wanaamua kutengeneza story tu ili kuwapa wachezaji wao ulaji. Yaani mimi naweza nikakaa na mchezaji wangu nikatengeneza story kwamba mchezaji wangu anahitajika na klabu fulani, lakini mimi lengo langu ni mchezaji wangu aende kwenye klabu fulani, na nilipeleka bana, mimi na mchezaji huyo hapa yuko hivi na hivi na hivi. Nikiona klabu kama imuelewi, mimi namtengenezea story kwamba klabu nyingine inamhitaji, ile ambayo wewe nilikufuata uone mbona kama mchezaji yuko serious mpaka hawa wanamtaka. Kwa hiyo mwisho wa siku hiki ni kipindi ambacho pia mameneja, wakala wa wachezaji wanakuwa wako trick sana kufanya vitu vyao kwa ajili ya wachezaji wao. Kwa hiyo Msimbazi kupo kimya uko sana. Msimbazi bado kupo kimya. Bado kupo kimya. Wachezaji kuondoka ilikuwa ni goalkeeper Abel. Yeye ndo alikuwa analazimisha kuondoka, lakini kwa hali ilivyo mpaka sasa hivi sidhani kama maamuzi yake kutaka kuondoka yataendelea kuwepo, kwa sababu tayari Yakub Suleiman amepata majeraha akiwa na national team. Tunazungumza goalkeeper mbaki yeye peke yake. Ni waende wakachukua goalkeeper kutoka under 20 au wasajili goalkeeper mwingine. Kwa hiyo ni swala ambalo pia linahitaji muda. Kama wao wataona wanaweza kumruhusu bwana Abel aondoke na wakatafuta magolikipa wengine wawili, it's okay. Ila kama wanaweza ku-add goalkeeper mmoja tu na vitu vingine vikaendelea, itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini na mimi nataka kuamini kwamba Simba ni muda wa kumwamini Abel. Amekaa muda mrefu kwenye klabu yao. Lakini kama unaweza kwenda kuleta goalkeeper mwingine na akaja kucheza na ni goalkeeper mgeni, alafu na goalkeeper ameishi na wewe muda mrefu, utamaduni wa klabu yako wanaujua, wapi mnapata matokeo kwa namna ipi, namna gani timu inacheza, amini watakuwa pia wamtendei haki. Akilazimisha kuondoka nitakuwa naungana naye. Watu wanauliza kwa nini yani magoalkeeper wanapata majeraha? Ni maisha ya football. Yani hivyo vitu vinatokea kwa sababu ukiwaza inaweza ikawa labda ndo njia ya watu wengine kupenetrate na kuondoka. Mtu kama Iker Casillas amepata nafasi baada ya goalkeeper wa national team ya Spain kwenye World Cup kuumia. Anaitwa yeye, amechukua nafasi ndo paka ilivyokuja kwa leo Real Madrid the same. Anaumia mtu anapata nafasi yeye ndo tuondoke. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nafasi pia ya goalkeeper kama Abel kupata hiyo nafasi baada ya Yakub kuumia. Performance utakayoionyesha mwalimu akija naweza akaamua kubaki na wewe tuna sio Yakub kwa sababu ya kile ambacho kiliwahi kufanyika, kwa sababu mwisho wa siku history chezi kilichopo sasa hivi. Unaweza kunipa anachonipa Abel, kama uwezi kunipa anachonipa Abel tuendelee kukaa nje. Kwa hiyo inategemea kama anapata nafasi ya kucheza na ataaminika na akiwa na hiyo top performance anaweza kabaki kwa goalkeeper wa Simba. Tetesi huko tunasema kwamba Makula anaenda kusomeshwa nje huko kwa ajili ya kirudi ili awe kocha mkuu wa klabu ya Simba. Nani anaenda kumsomesha Matola? Klabu ya Simba. Ilikuwa imejitolea. Yaani mimi ndo mahali ambako kuna vitu vinafanyikaga kwenye mpira huu sielewagi. Kwa sababu ni Simba ndo walimfundisha Matola. Sasa walimfundisha halafu hawampi timu, maana yake ni nini? Yaani mwisho wa siku wao wamuamini hata mtu alienda kumsomesha. Na mimi nimesema kama Simba watashindwa kumwamini Matola sasa hivi, hatakiwi hata kuwa kwenye benchi lao.
kwa sababu tunazungumza zaidi ya makocha 13 wamepita Simba, Matola akiwepo, kwamba haja gain chochote kile kutoka kwa watu. Tunazungumza umekaa na Benchika, yeye ametoka kushinda Super Cup, ametoka kushinda Confederation, ameshinda Super Cup dhidi ya Ahli, ametoka sehemu ambako tunaamini mpira umedevelop kwa kiwango kikubwa kuliko sisi, hakuna chochote umegain. Robertinho amefanya naye kazi wewe, ametoka hapa meneja mkuu Pantev ulikuwa naye, yani makocha kibao kina Didier Gomez da Rosa, kina Pablo Martin Franco, wote hao kwamba hakuna chochote amejifunza, kwamba hawezi kumwamini kumpa timu. Mwisho siku hastahili hata kukaa kwenye bench kwa sababu hakuna kinachoongezeka. Kama wewe ukiwepo tunakuwa kwenye shida hii ya kusafa kutafuta walimu. Hata ukiwa upo utabaki vile vile tu. Yaani ni kama haupo. Kwa hiyo mimi naamini wamsomeshe. Lakini akimaliza elimu yake msitegemee kumuona Simba, atafute challenge mahali pengine kwa sababu Simba imekuwa haimkuzi bali inamdumaza. Kwa sababu hafikirii kwenda kufundisha mahali pengine, wewe unawaza kubaki Simba. Ukiwa unafundisha watu wanakuona. Leo tunazungumza hawa kina Pantev, watu tumeona wamekuja wanalipa pesa nyingi kwa sababu ulikuwa unawaona wanafanya kazi yao. Hata yakienda kufanya kazi nzuri, watu watamuadmire tu, watu watatamani kufanya naye kazi. Ukiwa ufanye kazi nzuri, hakuna mtu anahangaika na wewe. Ndio hicho ambacho kinatokea leo. Wewe huwezi kupewa timu kwa sababu wenyewe viongozi wanajua kabisa hapa hakuna chochote ambacho kinaweza kutokea tukimpa huyu mtu timu. Hakuna chochote kinachotokea kwa sababu hawaamini hata uwezo uliokuwa nao. Kwa hiyo nenda ka prove, alafu turudi tukae mezani kwamba mnanihitaji, yes. Time zangu ni hizi. Hamwezi kufika, siwezi kufanya kazi. Kwa mimi naamini, yani wakamsomeshe well and good, lakini akirudi mimi sitamani kumuona Simba. Natamani kumuona akiwa anafundisha timu nyingine. Kwa sababu uwezo wake huwezi kukua umekaa tu kila siku kwenye benchi. Angalia kuna makocha kadhaa waliwahi kukaa kwenye mabenchi ya watu wengine, leo ni makocha wakuu. Mwangalie Mikel Arteta alikuwa kwenye benchi la mtu kama Pep, leo ni kocha mkuu. Ni kwa sababu waliona sasa, yes, imefika time naweza, nimekaa kwenye mikono ya mtu ambaye amefanya makubwa kwenye mpira wa dunia hii, naweza mimi kwenda. Leo namzungumza Pep, ni moja kati ya watu tishio kwa Pep Guardiola kwenye Premier League. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hata kwa Matola inaweza akawa kocha tishio kwa upande wa Simba. Yaani akikutana na Simba anaweza akawa tishio kwa sababu ameishi klabu akiwa mchezaji, akiwa kocha msaidizi, anajua vitu vingi. Kwa hiyo anaweza akatengeneza kitu kikubwa. Mimi sitamani kumuona anaendelea kuwa pale. Unaongea na mashabiki ambao wanasema kwamba Matola sio kocha, ni shabiki wa timu na ndio maana anaanza sidhani kama wakisema ni shabiki kwa sababu yeye qualifications zote za kuwa mwalimu wa mpira anazo. Sio yeye. Sasa hiyo ni shida ya uongozi. Kwa nini ndo anaamua kuondoka? Shida ya uongozi. Kama uongozi unaona bado anastahili kwa hapo, ataendelea kubaki. Hakuna namna unaweza kumuondoa. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama issue ni yeye. Issue ni uongozi wa Simba tu. Ukiamua kumuondoa utamuondoa. Ukiamua endelee kubaki atabaki. Kuelekea mashindano ya Mapinduzi Cup hapo Januari, nadhani timu gani itakuwa wewe ushindani mkubwa? Mashindano ya raundi kidogo naamini timu za Zanzibar zitaendelea kudominate tu. Jana wamecheza Singida. Bado yani mimi naamini timu za Zanzibar zitaendelea kudominate mashindano kwa sababu timu nyingi za bara zishukulia mashindano serious. Tofauti na Zanzibar. Unajua Zanzibar wanaitumia kama platform ya wao kuuza wachezaji, wanatumia platform ya kutangaza mpira wao, lakini timu nyingi za bara tayari zina majibu kwenye makwapa. Yani tunaenda zaidi, sisi ni wakubwa, ni nini tunaenda kupoteza? Hakuna. Hata ile squad ambayo unategemea kuiona na kuja kucompete huwezi kukuta kiwanjani. Kwa hiyo bado naendelea kuamini kwenye wachezaji wa timu za Zanzibar. Sasa hiyo inatokana na nini? Timu za Tanzania zikienda kule inapojea sana ile mashindano. Thamani pia wanaona hayo mashindano hayana thamani tena kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Unajua zamani ukisikia mapinduzi unaona balaa linalotokea, lakini sasa hivi imekuwa kawaida tu. Kwa hiyo mimi naamini bado nitaendelea kustand na timu za Zanzibar. Nani ataenda kuchukua kombe? Bingwa kwa kweli simjui. Yaani bingwa simjui, lakini naamini performance bora inaweza kutoka kwenye timu za Zanzibar. Na mimi naamini nitakuwa moja kati ya watu ambao nataka kuangalia Mwembe Makumbi City kwa sababu ina afisa habari ambaye mimi ni mwanangu. Ahmed Abdulrahman, London boy. Nataka kuona namna gani ambavyo anaweza akaleta utofauti. Namna gani ambavyo anaweza akanionyesha kwamba timu yake ni bora kiasi gani kwa sababu amekuwa ananitambia sana. Yaani amekuwa ananitambia sana timu yake. Na uzuri iko timu hiyo kundi moja na Simba. Nahitaji kuona mechi yao na Simba inakuaje. Wanaweza kupata matokeo vipi? Nataka kuona hicho ili nijue kwamba timu anayo au hana. Mdomo tu. Yes. Mimi nawaombea heri
lakini mchezo wa mpira wa miguu haujawahi kuwa rahisi kama una maandalizi bora. Yaani maandalizi bora yanaendana na matokeo rafiki. Kwa hiyo mimi nategemea kuwa tu na mashindano, yaani nategemea mashindano mazuri, lakini waliojiandaa vizuri zaidi ya watu wengine wanaweza kupata matokeo. Na bahati pia usisahau ipo kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kuna watu wanaweza na performance nzuri wakawa na bahati na wakashinda ubingwa. Yes, inawezekana. Shukrani sana Ivan. Shukrani pia. Sema tutarudi. Yes. Baada ya Taifa Stars. Yeah, naamini baada ya mechi ya Tunisia tutakutana hapa. Tutarudi. Yes. Shukrani sana.